Naam, ni 7 News, karibu sana. Mimi ni Brands TZ. Na yaliyojiri Jumatatu hii ni pamoja na Irani pamoja na Marekani wamerudi mezani kupitia Oman. Marekani na Irani zinatarajiwa kurejea kwenye mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja siku ya Jumanne yakiongozwa na upatanishi wa Oman ikilenga mpango wa nyuklia wa Irani. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi atakutana pia na mkuu wa IAEA Rafael Grossi. Kabla ya mazungumzo hayo, Israeli inataka uwezo wa Iran wa kurutubisha uranium usambaratishwe kabisa. Na wakati huo Israeli imekosolewa baada ya kuidhinisha usajili wa ardhi katika ukingo wa Magharibi. Serikali ya Israeli imepitia mpango wa kuanza kusajili ardhi katika ukingo wa Magharibi kama ardhi ya serikali, hatua ambayo inahatarisha upatikanaji wa ardhi kwa walowezi wa Kiyahudi na kupunguza mamlaka ya Wapalestina katika maeneo hayo. Hatua hii imeelezwa na wakosoaji kama mwanzo wa unyakuzi wa moja kwa moja wa ardhi ya Palestina. Misri, Katari na Jordan wamekosoa hatua hiyo wakitaja kuwa haramu nayo inayokiuka sheria za kimataifa. Na tukielekea huko Burkina Faso, wanamgambo wameshambulia kituo cha kijeshi cha Burkina Faso na kuua watu 3. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa itikadi kali wameshambulia kituo cha wanajeshi katika mji wa Nare kaskazini mwa Burkina Faso. Taarifa zisizothibitishwa zinaeleza kuwa makumi ya watu Shambulizi hilo ni sehemu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya makundi ya kigaidi ambayo ndani ya siku 4 yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 10. Burkina Faso inayotawaliwa na utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2022 chini ya kiongozi mkuu Ibrahim Traore inaendelea kukumbwa na vurugu kutoka kwa wanamgambo wenye uhusiano na makundi ya kigaidi. Hali ya usalama nchini humo bado ni tete. Na katika taarifa nyingine, imeripotiwa kuwa kondom zimemalizika kwenye makazi ya wanamichezo wa Olimpiki majira ya baridi ndani ya siku 3. Mipira ya kondom ya bure iliyosambazwa kwa wanariadha katika Olimpiki ya majira ya baridi imeisha katika siku 3 tu, kutokana na gazeti la Italia la La Stampa. Kondom 1000 kadhaa zenye nembo ya Olimpiki zilikuwa zimetolewa bure kwa washindani katika makazi ya wanamichezo wa Olimpiki huko Cortina d'Ampezzo, lakini bidhaa hizo ziliisha ndani ya siku 3 tu, ambapo anasema mwanariadha mmoja ambaye hakutaka kutajwa jina, walituahidi zaidi zitafika, lakini hakuna anayejua ni lini zitaletwa. Utaratibu wa kuwapa wanariadha kondomu bila malipo ulianza Seoul mwaka 1988, ambapo kondomu zilitolewa kwa wanariadha wa Olimpiki ili kuongeza uelewa kuhusu kinga dhidi ya magonjwa ya zinaa. Hata hivyo, La Stampa inabainisha kwamba wanamichezo katika Olimpiki ya majira ya joto ya mwaka 2024 huko Paris walipokea idadi kubwa zaidi ya kondom kwa kila mtu, ambapo hapo wanariadha walipokea zaidi ya kondom 300,000. Kila mmoja alipata 2 kwa siku, lakini idadi zilizotolewa kwenye michezo hii ya majira ya baridi ilikuwa ni chini sana, sio hata zaidi ya 10,000. Karibu wanamichezo zaidi ya 30,000 wanashiriki katika Olimpiki ya majira ya baridi ikilinganishwa na takriban wanariadha 10,500 katika michezo ya Paris miaka 2 iliyopita. Ikiwa mkutano wa Umoja wa Afrika unaendelea huko Addis Ababa, Ethiopia, huku mada kubwa ikiwemo ni kuzuia vita vya Sudani pamoja na DRC, lakini tayari wanamgambo wa RSF ya Sudani wameshambulia hospitali ya jimbo la Sennar. Wapiganaji wa RSF wameshambulia hospitali ya AI Mazmum katika jimbo la kusini mashariki mwa Sennar. Mashambulizi hayo ya ndege isiyokuwa na rubani ya RSF yamewaua watu 3 na kuwajeruhi wengine 7. Na katika taarifa nyingine, mamia wameshiriki tamasha la uvuvi huko nchini Nigeria. Mamia ya wavuvi wakiwa na neti zao na wameingia katika mto wa Matani Fada Jumamosi, Februari 14 kwa ajili ya kushiriki fainali ya mashindano ya kimataifa ya uvuvi na utamaduni wa Argungu, huku kila mmoja akitoka na ukubwa tofauti wa samaki. Mvuvi mmoja tu ndiye alitakiwa kushinda kutokana na ukubwa wa samaki atakayemkamata. Tamasha hilo la uvuvi la Argungu nchini Nigeria ni moja ya shughuli muhimu ya kitamaduni, ikiwa na washiriki na waangaliaji kutokea sehemu mbalimbali za nchi na nje ya nchi wakisherehekea utamaduni wa uvuvi katika jimbo la Kebbi. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.